Katika saa za alfajiri ya leo Jumanne Juni 17 mwaka 2025, ving'ora vilisikika kote kaskazini mwa Israel, ikiwa ni pamoja na Haifa, wakati Iran ilipoanzisha wimbi lake la 9 la mashambulizi ya makombora ambalo limeendelea hadi mapambazuko, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran. Jeshi la ulinzi la Israel IDF liliripoti kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi kuzuia makombora hayo, na baadaye kamandi ya usalama wa ndani iliruhusu raia kutoka kwenye mahandaki ya kujificha. Huduma ya ambulance ya Magen David Adom imethibitisha kutokuwepo kwa ripoti yoyote ya majeruhi au uharibifu kutokana na shambulizi hilo la hivi karibuni. Tofauti na usiku uliopita ambapo Iran ilirusha makumi ya makombora ya ballistic, wimbi hili lilihusisha mashambulizi madogo yenye idadi ndogo ya makombora. Kwa masikitiko, mapigano hayo tayari yameleta vifo. Watu 8 waliuawa Petah Tikva, Haifa na Bnei Brak usiku wa Jumatatu, huku wengine 9 wakiuawa Bat Yam na 4 Tambra siku iliyotangulia. Katikati ya mgogoro huu unaozidi kupamba moto, Rais wa Marekani Donald Trump alikata mapema ushiriki wake katika mkutano wa G7 huko Kananaskis, Canada, kurejea Washington kukabiliana na hali hiyo ya dharura. Ikulu ya White House ilisisitiza kuwa Trump alikuwa na siku yenye mafanikio katika mkutano huo, akifanikisha makubaliano ya kibiashara na Uingereza, lakini msemaji wake wa habari alieleza kuwa hali ya Mashariki ya Kati ndio sababu ya kuondoka kwake mapema. Uamuzi huo ulisababisha kufutwa kwa mikutano aliyopanga ana kwa ana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum. Trump ameagiza timu yake kuharakisha juhudi za mazungumzo ya kidiplomasia na maafisa wa Iran, huku akionyesha matumaini ya kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Nadhani Iran kwa msingi iko tayari mezani, wanataka kufanya makubaliano, alisema Trump kabla ya kuondoka Canada. Amehimiza hadharani Iran kuingia kwenye mazungumzo, huku kwa faragha akihimiza timu yake kudumisha mawasiliano na wasuluhishi wa Iran. Katika mkutano wa G7, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alithibitisha kuwa Trump alikuwa amependekeza mpango wa kusitisha mapigano ili kuanzisha mazungumzo mapana zaidi. Ikiwa Marekani itaweza kufanikisha kusitisha mapigano, hilo ni jambo jema sana na Ufaransa itaunga mkono, alisema Macron, akisisitiza umuhimu wa kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia. Mataifa ya G7 ambayo ni Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani kwa pamoja yalitoa wito wa kupunguza mvutano katika mgogoro huo. Licha ya juhudi za kidiplomasia, mvutano bado uko juu. Balozi wa Israel nchini Marekani, Yechiel Leiter, alieleza changamoto ya kimkakati inayotokana na kituo cha nyuklia cha Fordo cha Iran kilicho chini ya ardhi karibu na Qom. Leiter alibainisha kuwa ni Marekani pekee yenye bomu linaloweza kushambulia kituo hicho, ingawa alidokeza uwepo wa mbinu mbadala za kukishambulia. Marekani imeendelea kuchukua msimamo wa kujilinda, ambapo waziri wa ulinzi Pete Hegseth ametangaza kupelekwa kwa vikosi na vifaa vya ziada Mashariki ya Kati ili kuongeza ulinzi. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wakiwemo msemaji wa White House Alex Fifa wamekanusha vikali madai ya kushiriki katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Kwenye mitandao ya kijamii, Trump alirudia msimamo wake wa kupinga Iran kuendeleza silaha za nyuklia, na kwa utata akawahimiza wakazi wa Tehran kuhama bila kutoa maelezo zaidi. Kadri mgogoro huu unavyoingia siku yake ya 5 mfululizo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa makini, ikitumaini suluhisho la kidiplomasia litapatikana ili kuzuia vifo zaidi na kuepusha mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.